Ujambo mpendwa mtazamaji na msikilizaji wa Todd TV, na kusalimu katika jina la Yesu Kristo. Kunikaribisha kwenye lesoni ya shule ya Sabato, mwongozo wa kujifunza Biblia tu kwenye robo ya kwanza mwaka 2025. Inazungumzia upendo na haki ya Mungu, lakini juma hii tunaanza somo mpya. Somo ya 13 ambayo ni ya mwisho kwenye robo hii inazungumzia upendo ni utimilifu wa sheria. Upendo ni utimilifu wa sheria. Na somo hili linatoka kwenye kile kitabu ambacho ni kia Kutoka 22:1-17, Warumi 6:1-3, Warumi 7:7-12 na Yeremia 31:31-34, Mathayo 23:24, Yakobo 2:1-9. Kabla tujaingia kwa undani wa utangulizi wa somo hili ambalo la 13 ambalo linatuonyesha kwamba upendo ni utimilifu wa sheria, nitakusihi kutulia kidogo, ukaribisha Roho Mtakatifu. Karibuni. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, fungu letu la kukariri ambalo tunalikariri katika somo hii ya 13 kwenye robo ya kwanza linapatikana kwenye kitabu cha Warumi 13:8. Nasema msiwe na deni la mtu ila kupendana, kwa maana mpendaye mwenzake ameitimiza sheria. Bwana Yesu asifiwe. Wewe na mimi tusiwe na deni la mtu isipokuwa ni kupendana sisi kwa sisi, kwa maana yeyote ambaye anampenda mwenziwe anakuwa hapo ametimiza sheria. Kwa hivyo sheria ya Mungu ni ya upendo, na huwezi kudai kwamba unatii sheria ya Mungu pasipo kupenda, na huwezi kusema kwamba wewe utapenda pasipo kutii sheria ya Mungu. Ndio maana kwa kuweka kando sheria ya Mungu, watu hawajui wanachofanya. Sheria ya Mungu ni nakala ya tabia yake. Wanaokataa sheria yake wanakuwa ni watu hawaelewi yule Mungu anayemwabudu. Inajumuisha kanuni za ufalme wake, na yeye anayekataa kukubali kanuni hizi anajiweka nje ya mkono ambapo baraka za Mungu zinatiririka. Yale ni maneno ambayo tunayasoma kwenye kitabu cha Ellen G. White, Christ's Object Lessons, ukurasa wa 305. Ikiwa sheria ni nakala ya tabia ya Mungu, lazima tujiulize, tabia ya Mungu ni ipi? Ni sifa gani zinazomtambulisha Mungu hakika? Na ufafanuzi bora zaidi ambao tunaweza kutoa ni ule uliotolewa na Mtume Yohane, ya kwamba Mungu ni pendo, kwenye Yohana ya kwanza 4:8. Kwa hiyo sheria ni upendo, na kuzingatia matakwa yake ni kumpenda. Kupenda ni utimilifu wa sheria. Ndio maana nitakualika katika somo majifunzo ya juma hii ya 13, mahali ambapo utabarikiwa na masomo kama ya kesho, siku ya Jumapili, inazungumzia sheria ya upendo. Sheria ya Mungu ni ya upendo, haipo hapo kwa ajili ya kutugandamiza. Jumatatu, amri ni takatifu na ya haki na njema. Hamna udhalimu wote katika sheria ya Mungu, ni takatifu na ya haki. Siku ile ambayo ni ya Jumanne tutazungumzia sheria na neema. Wengine wanasema tumekombolewa kwa neema kwa njia ya imani, kwa hivyo sheria haina nafasi. Wengine wanasema sheria ili inatubidi tushike sheria. Tutaangalia sheria na neema vinaendaje. Tutazungumzia pia Jumatano, upendo ni utimilifu wa sheria. Baada ya hapo utakuja kwenye somo la Alhamisi ambayo zaidi ya yote mpendane. Anachokitaka zaidi ya mambo mengine yote, Mungu anataka mimi na wewe tupendane. Kwa hivyo leo mpendwa, nikukumbushe tu ya kwamba Ijumaa tutajifunza, kwenye kujifunza zaidi tutatoa kifupi cha somo na kurejea kwa kifupi masomo ambayo tutakuwa tumeyasoma katika robo hii. Mpendwa, ikiwa ni kusudi lako ili kwamba upate kujifunza zaidi pamoja nasi kwa somo hili ambalo ni la 13, somo nzuri ambalo linatualika kutii sheria ya Mungu, likitukumbusha kwamba upendo ndio utimilifu wa sheria. Je, ni kusudi lako kweli mpendwa? Ikiwa ni kusudi lako, basi tuombe. Baba mtukufu, asante kwa kuwa unatupenda. Asante kutuonya kwamba upendo ni utimilifu wa sheria. Tufunze kupendana na kutii sheria yako jinsi unavyotaka, pamoja na mtazamaji na msikilizaji, katika jina la Yesu Kristo, amina. Ndugu, usikose kusubscribe, like na kushare.